Na hayo tuangazie taarifa nyingine ambapo vijana wamezidi kuombwa kuchukua vitambulisho vya kitaifa na kujisajili kama wapiga kura ili wapate nafasi ya kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Wito huu umetolewa na viongozi wa vijana katika chama cha Ford Kenya akiwemo William Chiveli ambaye pia ni mkurugenzi wa masuala ya utafiti katika ofisi ya Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Masika Wetangula wakiwa katika ibada ya Jumapili katika kanisa la PAG. Vile kiongozi huyo wa vijana amemsihi gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya pamoja na Spika wa Bunge la Kitaifa Moses Wetangula kuweza kuzika tofauti zao za kisiasa na kushirikiana na kuwa na usemi mmoja ili wakaweze kuliokoa eneo la magharibi. Lakini ashukuriwe Mungu. Tuko na ID registration, tukaweze kusaidia vijana wetu wale ambao hawajashika vitambulisho wakaweze kushika vitambulisho na tukaweze kujiregister kama wapiga kura, kwa sababu sisi jamii ya Waluhya saizi tuko namba 1 kwa wingi, na tuweze kudumisha amani, tuweze kueneza ule umoja wetu kama Waluhya, na viongozi wote tukaweze kuombea ndiposa wakiongoza, kwa sababu hao ndio viongozi wetu, tuwe tunatembea kwa hiyo mienendo. Naomba viongozi wetu wanapofanya kazi wafanya kazi kwa moyo wa upendo, kusiwa na kufurutana, maana wanapofurutana itafanya sisi wananchi tukose huduma ulio mzuri. Hasa tungeliweza kusema ya kwamba kwa upande wa sisi wananchi tunahitaji tuwe na afya nzuri, na tumeona ya kwamba tungependa serikali yetu itusaidie kusikia kilio chetu ya kwamba ingelikuwa heri. Tumeona SHA imekuja lakini hatujapata huduma ulio mzuri. Kwa hivyo tunapenda waangalia mahali pale. Lango ni kwamba serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Rais, tuomba amani iwe hapa nchini Kenya, na sasa wanapoendelea kuchagua jopo la IBC, tunaomba ya kwamba chague mwenyekiti ambaye atafanya kazi iliyo nzuri ili kwamba uchaguzi wa 2027 uwe wa amani.